Kigamboni oye! Mheshimiwa Mwenyekiti na mgombea wetu wa urais, kwa upendeleo naomba niombe kuona mikono ya wana Kigamboni. Mikono ya wana Kigamboni. Tunaomba nione mikono ya Kigamboni. Kigamboni, 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 Mkaimaundi oye! Kigamboni mpo? Temeke mzazi wa Kigamboni mpo? Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu, na kipekee kiongozi wetu wa chama, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu, na meza kuu itifaki ikiwa imezingatiwa. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa, ninaomba nitumie hadhara hii kukupongeza sana, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukujalia, kukupa afya njema, kukupa nguvu, na zaidi ya yote kuwa tumaini la taifa letu kila siku, na kadiri ya muda unavyozidi kusogea siku ya tarehe 29 Oktoba, upigaji wa kura wetu. Leo ningetamani kwa nafasi hii fupi niongee na makundi matatu. Moja, naomba kusema na wale wapiga kura wapya. Niko napitia kwenye takwimu, tunao wapiga kura wapya wasiopungua milioni 6, ambao hawa ni vijana kati ya miaka 18 mpaka miaka 34. Wapiga kura hawa wapya ni kwa mara ya kwanza wanaenda kuandika historia, si tu katika taifa lao, lakini pia katika maisha yao ya kumchagua rais, kuchagua mbunge na kumchagua diwani. Nimekuja kuwaomba vijana wote ambao wamejiandikisha takriban milioni 6 mtoke tarehe 29 kwenda kupiga kura ili muwe sehemu ya historia ya maendeleo ya taifa letu. Lakini pia Mheshimiwa mgombea wetu, kundi la pili, tunao watu ambao si wapiga kura wapya, walishapiga kura mara ya kwanza na inawezekana walishapiga kura mara ya pili. Ninaomba kuambia uchaguzi wa mwaka 2025 ni uchaguzi wa kihistoria. Wanapokwenda kupiga kura tarehe 25, tarehe 29 2025, wajua wanaenda kuandika historia ya ukombozi wa mwanamke kwa kiongozi ndani ya taifa la Tanzania. Usiwaze tu kwamba unaenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Waza mtoto wako aliyoko nyumbani mwenye ndoto ya uongozi. Ukiona hiyo tarehe 29, jua unaenda kutengeneza historia ya kumpa ujasiri mtoto wako wa kike kuwa kiongozi wa taifa hili. Waza hiyo siku, ujue ya kwamba unaenda kumpa historia shangazi yako, unaenda kumpa historia mama yako, yawezekana pia unaenda kutengeneza mkeo kwa kiongozi mkubwa wa taifa hili kupitia historia inayoandikwa na Daktari Samia. Lakini pia Mheshimiwa mgombea wetu, wako watu walienda kujiandikisha wapate kitambulisho cha mpiga kura wakiwa hawana ndoto ya kupiga kura. Naomba niseme na wewe pia leo, hebu tafakari kodi ya Watanzania iliyoweka mamlaka za kiserikali chini ya tume yetu, wakaamua kuweka vituo vya kuandikisha, ikatumika gharama ya mashine mpaka na kamera kukupiga picha. Unapoacha kwenda kupiga kura, umeamua kulihujumu taifa lako, kwa sababu hiyo pesa ni ya Watanzania na hicho kitambulisho kazi yake ni kupiga kura tu. Ninaomba nikusina kukuomba, kama unataka usiwe sehemu ya wahujumu uchumi, basi tarehe 29 Oktoba ujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Naomba kumalizia, Mheshimiwa mgombea, leo kama kawaida tumeamka saa 12 tukaingia mtaani. Nimepita kwenye mitaa mingi, lakini nimemalizia mtaa pale Mbagala mwisho. Mheshimiwa, nimekuta vijana wengi wanafanya biashara, wamejipanga, wameniambia kamwambie mama alale usingizi, Oktoba 29 tunaenda kutiki na wala hatutaacha kwenda kumpigia kura. Na sababu wanazo za kutosha, lakini moja ya kazi kubwa walioifanya ambayo leo hii wajane wa taifa la Tanzania wanakufurahia wewe
ni pale ulipoamua kuingia kazini na kuibadilisha sheria ya mirathi na kupunguza muda wa kufuatilia kesi zao. Wajane wana matumaini ya kwamba wana uwezo wa kupata mali zao ndani ya muda mfupi chini ya uongozi wako. Na hivi tunavyoongea, Mheshimiwa, Temeke hapa ndipo ipo mahakama inayosimamia kuhakikisha kwamba haki za watu wote waliopoteza waume zao na wake zao zinapatikana ndani ya wakati. La mwisho, Mheshimiwa, ninafahamu ya kwamba kesho unaenda kufunga kampeni Zanzibar. Na sisi vijana wako ambao tumetokea Arusha tunajisikia fahari kuzunguka na wewe kukuombea kula. Kwa kazi uliyoifanya, tuna ujasiri wa kutosha kuingia kila kibanda, kuingia kila soko, kuingia kila stendi na kuwaambia Watanzania wapige kula. Niwaombe viongozi wote wa dini, viongozi wa madhehebu yote, na nimefurahi pia tunaye kiongozi wetu wa machifu hapa. Niwaombe viongozi wote tuwahimize Watanzania kuilinda na kuitunza amani, na tufahamu ya kwamba uchaguzi huu ndio unatoa nafasi ya kuleta maendeleo ambayo Daktari Samia ameahidi kwa Watanzania kwa miaka 5. Baada ya kusema hayo, naomba wana Temeke nione mikono yenu, na wana Kigamboni. Wangapi wananiahidi wanaenda kumpa kula Daktari Samia tarehe 29 Oktoba? Mheshimiwa, Mungu akulinde na akutunze, na kusudi aliloliweka ndani yako akalitimize kwa mapenzi mapana ya Watanzania. Asante sana.